Mwanamke huyo alikuwa njiani kwenda kumlaki mpenzi wake wakati watu wasiojulikana waliposimamisha basi ghafla. Mwanamume mmoja alimuomba kwa siri ajifanye kuwa mke wake, naye akakubali. Mwanamume huyo aliegemeza kichwa chake kwenye bega la mwanamke huyo akionekana kama mgonjwa. Mtu mmoja alipokuja kuwakagua, alieleza kuwa mume wake hakuwa anajisikia vizuri. Baada ya kuona hivyo, yule mtu aliondoka kwenye basi na kuwapisha. Baada ya hali hiyo kutulia, mwanamume huyo aliuliza kwa haraka nini kilikuwa kimemtokea. Msichana alieleza kwa woga kuwa alikuwa amempa dawa ya kusaidia kukabiliana na mzio, reaction. Kabla hajamaliza kuzungumza, mwanamume huyo alipoteza fahamu ghafla. Basi liliposimama, msichana alipanga kuondoka kimya kimya, lakini dereva alimuomba amchukue yule mwanamume. Kwa kuona kuwa mwanamume huyo alikuwa ameumia na bado hajitambui, na kwa sababu yeye alikuwa mfanyakazi wa matibabu, hakuweza kumwacha. Bila chaguo jingine, alitafuta usafiri mdogo na kuondoka naye. Ilikuwa mara yake ya kwanza kufika jijini. Siku zote alikuwa akifanya kazi katika kliniki ndogo vijijini ili kusaidia masomo ya mpenzi wake. Walikuwa wameahidiana kuungana tena jijini baada ya mahafali yake, na ndiyo maana akasafiri. Kwa kuto kujua mahali hapo, alienda kwanza kwenye nyumba ya mpenzi wake. Alipanda juu na kubisha hodi. Mara tu mlango ulipofunguka, wakati akijiandaa kumkumbatia kwa furaha, mwanamume huyo alimsukuma mbali kwa mshtuko. Kisha mwanamke mwingine akatoka nje akimuita mume. Mwanamume huyo alieleza haraka kuwa msichana huyo alikuwa mtu wa kwao kijijini na alikuwa sehemu ya mpango wa zamani wa familia. Baada ya kusikia hivyo, yule mwanamke alimvuta mwanamume huyo kwa ujasiri na kusema kuwa tayari wameshaoana. Msichana alimuuliza mpenzi wake ukweli. Baada ya kupata uthibitisho, hakuweza tena kuzuia hisia zake. "Kwa nini ulinidanganya?" aliuliza. Yule mwanamke mwingine aliongea kwa kiburi, akidai kuwa asili ya familia yake ilimpa ushawishi mkubwa. Mwanamume huyo akasema kuwa wanapaswa kufuta ule uchumba wa zamani. Msichana hakuamini kuwa baada ya kazi yake yote ngumu ya kumgharamia shuleni, hivi ndivyo mambo yalivyoishia. Kwa hasira na maumivu, alidai arejeshewa pesa zote alizomkopesha, vinginevyo angeweka kila kitu wazi. Kwa hofu, yule mwanamume alimtaka mwanamke wake alete pesa na kumkabidhi msichana huyo kwa ubaridi, kisha akafunga mlango. Msichana alitazama chakula alichokuwa amekiandaa kwa uangalifu, sasa kikiwa kimeachwa chini. Alivunjika moyo na kuanza kulia. Hakujua kuwa mwanamume aliyeumia alikuwa ameshaamka na kuona huzuni yake. "Mpenzi wako wa zamani amekuangusha?" mwanamume huyo aliuliza kwa upole. Msichana alifuta machozi na kumwambia aondoke ikiwa ameshaamka. Badala yake mwanamume huyo alimvuta karibu na kusema, "Ikiwa mtu mmoja hakuthamini, mwingine hatakuthamini." Maneno hayo yalichangamsha moyo wake. Aliona majeraha ya yule mwanamume bado yanahitaji matunzo na akamuuliza anaishi wapi. Kabla hajajibu, alizimia tena. Bila chaguo, alimpeleka kwenye hoteli ya karibu. Akitumia uzoefu wake wa matibabu, alitibu majeraha yake kwa uangalifu. Ingawa mchakato huo ulikuwa wa maumivu, mwanamume huyo alivumilia kimya kimya. Akimwangalia mgeni huyu asiyetarajiwa, alihisi faraja ya ajabu. Alifikiri, kama singekutana nawe, pengine ningekuwa ninalia peke yangu sasa. Asubuhi iliyofuata, aliamka akifikiri mwanamume huyo ameshaamka, lakini ghafla aliingia ndani na kusema ana njaa, akimuomba amsaidie kununua kiamsha chemsha. Msichana aligoma akimkumbusha kuwa yeye ndiye aliyemsaidia. Akicheka, mwanamume huyo alivua pete na kumvisha kidoleni, akisema ni ahadi ya muda tu mpaka familia yake itakapowasili. Uso wa msichana ulikuwa mwekundu na akatoka nje haraka, akifikiri kuwa mtu kama huyu ni hatari kuwa naye karibu. Baadaye, alipoenda kuongeza muda wa kukaa hotelini, alikutana na ndugu wa yule mwanamke aliyemnyang'anya mpenzi wake. Akimwona bado alipo pale, ndugu huyo alimuelewa vibaya na kutoa maneno makali. Msichana alijibu kwa utulivu kuwa hataki uhusiano wowote na watu wa aina hiyo. Kisha mpenzi wake wa zamani na mkewe walitokea na kuanza kutoa kashfani kuhusu yeye kukaa hosteli. Walimwambia aondoke jijini, lakini alijibu kuwa hilo haliwahusu. Waliendelea kuleta vurugu na kumfuata ghorofa ili kujua anaishi na nani. Walipofika mlangoni, mke wa yule mpenzi wake wa zamani alijaribu kufungua mlango kwa nguvu, lakini msichana alimzuia. Wafanyakazi wa hoteli walimtetea yule msichana, lakini yule mwanamke alisisitiza kuingia. Wakati huo mumewe aliona kitu cha ajabu na akamvuta mkewe kuondoka haraka. Baadaye yule mwanamume alitoka nje na msichana akampatia chakula chake. Mambo yalipozidi kuwa magumu, mwanamume huyo alitoka nje na kuuliza kama msichana huyo alitaka kubaki jijini. Alipendekeza wafunge ndoa ili msichana apate uhalali wa kuishi pale, akisema ni njia yake ya kumshukuru. Baada ya kufikiri, msichana akakubali. Walikamilisha taratibu zote pamoja. Muda si mrefu, magari ya kifahari yalisimama karibu. Msichana alishtuka akifikiri ni shida nyingine, kumbe watu hao walikuja kumlaki mwanamume huyo. Hakuwa mtu wa kawaida, alitoka kwenye familia yenye nguvu, lakini alificha ukweli huo asije akamtisha msichana. Walikodi pendeli na sehemu ndogo ya kuishi. Msichana alipika chakula na wakasherehekea mwanzo wao mpya. Kwa uchovu, msichana alipitiwa na usingizi. Akimwangalia, mwanamume huyo aliahidi moyoni kumlinda.
Asubuhi msichana alikuta kiamsha chemsha kimeshaandaliwa. Mwanamume alimkumbusha kuhusu usahili wake wa kazi, interview, naye akaondoka haraka. Hakujua kuwa washirika wa mumewe walikuwa tayari pale kumpa taarifa muhimu za biashara. Kutokana na ujuzi wake, msichana aliajiriwa pale pale, lakini bila kutarajia alikutana tena na yule mwanamke aliyemsumbua, aliyejaribu kutumia nguvu zake kumfukuza kazi. Wakati huo huo, mumewe alikuwa akikagua ofisi hizo kama mmiliki halisi, bila kujua mkewe ananyanyaswa. Wakati mambo yalipopamba moto, mlango ulifunguka ghafla.